Kwangu nafikiri Engineers hakustahili kupata ile tuzo ya ambayo amepewa na World Football Summit. Ile ni tuzo ambayo kwangu hakustahili kuipokea au hakustahili kuipewa kwa mwemvuli wa mwenyekiti wa Umoja wa Vilabu barani Afrika maarufu kama ACA. Unajua ACA hiki ni chombo ambacho kimeanzishwa kwa ajili ya kulinda maslahi ya vilabu barani Afrika, lakini hakijaanza kufanya kazi hiyo ambayo inatakiwa kufanywa kama ambavyo watu wengi wanaona. Ni kweli chombo tayari kimetengenezwa kwa ajili ya kusimamia maslahi ya vilabu barani Afrika, lakini kinasimamiaje maslahi ya mpira barani Afrika? Ni kuviunganisha vilabu na kuwa kitu kimoja. Na kwa muda ambao Engineer Hersi Said amefanya kazi kama mwenyekiti wa ACA, bado hajaweza kuwa na huo uwezo wa kuunganisha vilabu barani Afrika na kuwa kitu kimoja, kwa sababu hata hivyo ndo ofisi amekabidhiwa mwezi uliopita tu, miezi miwili iliyopita ndo amekabidhiwa ofisi ambayo iko pale Morocco. Lakini hata hiyo ofisi yenyewe bado hajaenda kuhudumu na kukaa na wenzake kuframe ni nini ambacho kinatakiwa kufanyika ili kuhakikisha kwamba vilabu vinapata haki zao barani Afrika. So yeye amepewa tuzo ambayo bado hajaitendea kazi, yani hajafanya kazi kama ambavyo inatakiwa. Yani unajua wakati mwingine tuzo kama hizi ni tuzo ambazo zinakurecognize kile ambacho anakifanya. Sasa leo ukimpa rais wa Yanga eti kwa amefanikiwa kuunganisha vilabu barani Afrika ni uongo. Yani kwenye hili World Football Summit wametudanganya. Yani unajua wakati mwingine World Football Summit kuna event zao ambazo wanazifanya kwa ajili ya kutafuta trending au kutengeneza mazingira ya wao kuzungumza zaidi. Waligundua kwamba njia pekee ya kuzungumzwa kwenye bara la Afrika kwa sasa ni kumhusisha Engineer Hersi na tuzo, au kufanya chochote kinachowezekana hizo tuzo zihusishiane na Tanzania. Zikihusiana na Tanzania kwa mazingira yote yale, manake itasaidia kwa namna moja ama nyingine watu kuzifahamu zaidi hizo tuzo na watu kuzizungumzia zaidi. Kwa mfano, yani leo tuseme Engineer Hersi kama anapewa tuzo kwa sababu ya kuunganisha vilabu barani Afrika, amewahi kuita hata mkutano mmoja, akakaa hata kikao kimoja cha nani yake? Haijawahi kutokea, kwa sababu tangu ameteuliwa amewahi kwenda kwenye vikao ambavyo viko chini ya CAF, lakini yeye kama mwenyekiti wa ACA hajawahi kuitisha kikao ambacho kinajadili maendeleo ya vilabu kwa ujumla na mambo mengine. Maana kwa tangu ameteuliwa mpaka leo amekuwa tu mwenyekiti, lakini bado hajaanza kufanya kazi kama ambavyo inatakiwa. Lakini tunajua yeye ndo mwenyekiti na ndio maana tayari amekabidhiwa ofisi yake. Na maana kukabidhiwa ofisi yake ni ishara kwamba sasa anatakiwa kuanza kufanya kazi ambayo inatakiwa kufanyika. Maana tunachotegemea baada ya kupewa ofisi ni kuitisha vikao ambavyo vitakaa kujadili wao wanahitaji nini kwenye mpira wa Afrika. Vilabu vinakuwa vinapeleka zile demand zao kwa CAF, na yeye ndo mtu ambaye anahusika moja kwa moja kuendesha hivyo vikao. Lakini mpaka sasa mimi binafsi sijasikia kikao chochote ambacho yeye kama mwenyekiti wa ACA amekiitisha na kuhakikisha kwamba kinapigania maslahi ya vilabu barani Afrika. Ila ambacho ninakijua mimi ni kwamba tayari kapewa ofisi yake. Ina maana sasa hivi ni yeye mwenyewe sasa kuanza kuendesha mikutano yake ya ndani kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wanakihitaji wao kama vilabu. Na of course tunamtegemea kwenye eneo hilo kwa sababu ni eneo nyeti, kwa sababu vilabu vingi barani Afrika ni vilabu maskini lakini vinaingiza fedha nyingi. Yani namna ambavyo vinaendeshwa ni kwamba vilabu vinaingiza fedha nyingi lakini havinufaiki moja kwa moja na hiyo fedha. Ila wananufaika moja kwa moja na hizo fedha ni wale watu ambao ni viongozi wanaokuja kwa muda, lakini pia wakati mwingine hivi ambao vinashiriki mashindano ya kimataifa vinaingiza wadhamini wengi kwenye mashindano ya klabu bingwa na shirikisho, vinaingiza pesa nyingi, lakini bado hizo pesa hawapati kama ambavyo inatakiwa. Kwa mfano leo ukiangalia timu ambazo ziko klabu bingwa kuna wadhamini ambao wanatoa pesa nyingi sana kwenye klabu bingwa, lakini ukiangalia mgao ambao unatolewa ni mdogo. Kuna pesa nyingi inaingia kwenye kombe la shirikisho, lakini ukiangalia mgao ambao unatolewa pia ni mdogo. Manake ni kwamba vilabu vinashiriki kwenye mashindano ambayo yanaingiza pesa nyingi lakini vinapata pesa kidogo. Kwa ile sasa yeye tuanze kuona kwamba anafanya kazi ni pamoja na kuweka mapendekezo ya kisheria yao kama vilabu kwamba jamani, kwenye huu mgao ambao unapatikana labda kama ni bilioni 200 labda kwa mwaka CAF anakusanya kwenye mashindano, basi walau vilabu vipate hata bilioni 300 au hata 320 kwa mwaka. Hivyo ni miongoni mwa vitu ambavyo tunatarajia kuona ACA wanavifanya, lakini mpaka sasa hakuna kanuni zozote ambazo ACA wao kama taasisi imekaa na kusema kwamba hizi kanuni zinahitaji marekebisho. Na ndio maana nasema bado yeye ni mwenyekiti wa ACA lakini hajaweza kufanya kazi kama ambavyo inatakiwa. Yani bado yeye ni mwenyekiti lakini hajaanza kufanya kazi. Mnielewe kitu kimoja.
Sikatai kwamba yeye sio mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Nakubali kwamba yeye ni mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Lakini hajafaa anza kufanya kazi kwenye hiyo nafasi. Yaani maana yake hatujaona hata kwenye vikao vyake akiitisha watu, lakini pia kuna wajumbe ambao wanatakiwa kuwa kwenye vikao vyake. Bado hatujajua list yake ni kina nani, lakini mikutano yao tayari tunajua itakuwa Morocco, lakini hatujasikia kwamba mikutano itakuwa ni Morocco moja kwa moja kwenye ofisi zao, au watakuwa na hama kutoka mikoa kutoka taifa moja kwenda taifa lingine, kutoka mkutano mmoja kwenda mkutano mwingine. Hatujasikia sera zao ni zipi, hatujasikia wanataka kupigania nini. Yaani bado, kwa hiyo hajaanza kufanya kazi. So leo ikitokea taasisi inampa tuzo kwa kutambua mchango wake kwenye kuunganisha vilabu barani Afrika ni uongo, kwa sababu bado hajaanza kufanya hiyo kazi. Siku akianza kufanya hiyo kazi na akapewa hiyo tuzo, wote tutakubali kwamba yes, amepewa tuzo kwa sababu amefanya kazi nzuri ya kuunganisha vilabu barani Afrika, kwa sababu tutakuwa tunajua hata zile demand ambazo wao wanazihitaji, vilabu vinahitaji, zitakuwa zimekuwa mention, tukawa tunazijua. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu bado hizo demand hatuzijui, maana yake kumpa tuzo kama hiyo ni kama kumpendelea. Yaani ni kumpendelea kwa sababu bado hajafanya kazi. Labda kama World Football Summit watuambie kwamba wanampa Engineer Said hiyo tuzo kwa kutambua mchango wake kwenye Costa Young Africans, kwamba amefanya vizuri na Young Africans, hapo nitawaelewa World Football Summit, kwa sababu yeye amekuwa rais wa Young Africans kwa muda mrefu na amewasaidia sana Yanga kufikia mafanikio makubwa sana. Amewapeleka kwenye finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia amewasaidia kuingia hatua ya robo finali kwenye klabu bingwa, amewapeleka group stage. Kwa hiyo amekuwa na mafanikio lukuki, lakini pia ameshinda ubingwa wa ligi kuu mara 3 mfululizo, ameshinda ubingwa wa FA Tanzania mara 3 mfululizo. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa na mafanikio makubwa kwenye mpira wa Tanzania. So kama wangempa hiyo tuzo kumrecognize kwamba amekuwa na mafanikio makubwa kwenye mpira tangu ameanza kuongoza Young Africans, ningeelewa. Lakini kusema wanampa tuzo kwa sababu eti ameunganisha vilabu barani Afrika ni uongo, kwa sababu hiyo kazi hajaanza kuifanya ingawa yeye ndio kiongozi.